William Ruto, rais wa taifa la Kenya, ameweza kuambiwa na wananchi kwamba tafute mahala pa kupeleka michezo yake, mzaa wake, lakini si kaunti ya Nairobi. Karibu sana niweze kuwachanganulia na kuwapea yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba tu kwa moyo mkunjufu, endapo unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi 2, 3 ili tuendelee kukaa familia kubwa. Tunajenga familia ambayo tutakuwa tunahabarishana na kupashana yale ambayo yanatendeka. Vile vile mpenzi mtazamaji, ninakuomba kabla hatujasonga mbele, kuna hapa penye wamekuandikia like, tafadhali fanya hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umeweza kupiga hichi kituo jeki kiweze kugrow na kanda hii iweze kukua exposed kuelekea kwa vikundi vingi au kuelekea kwa wananchi wengi hapa YouTube. Kuna mchezo ambao Rais William Ruto ameanza kuleta katika kaunti ya Nairobi na wananchi wamemkataza. Tunaelewa kwamba William Ruto hampendi katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, kutokana na msimamo ambao Edwin Sifuna ameweza kushikilia kwamba ODM haiwezi ikaingia kwa serikali. ODM itasimamisha mgombea wa kiti cha urais mwaka 2027. Edwin Sifuna wakishirikiana na Babu Owino, James Orengo, Godfrey Osotsi na viongozi wengine kina Caleb Hamisi, Anthony Kibagendi, Richard Momoimo Nyuka wamesema kwamba ODM haiwezi kumsupport William Ruto. ODM inapaswa kuweza kumtoa mgombea wa kiti cha urais ili kuweza kumtoa rais mwaka 2027. Lakini William Ruto amesema kwamba ODM wataenda kushirikiana. Lakini sasa inaonekana kwamba mtu ambaye ni Edwin Sifuna anaonekana yeye ndiyo kikwazo kwa William Ruto. Sasa ameweza kumpangia kumtoa Edwin Sifuna kwenye kiti chake cha useneta. Majuzi mliweza kuona Edwin Sifuna wakishirikiana na Orengo na viongozi wengine walianzisha vuguvugu ambalo linaitwa ODM Linda Mwananchi. Kitu ambacho kinaonekana kwamba kinaenda kusikia sauti ya wananchi ambao wanasema kwamba hawataki ODM iweze kumuunga William Ruto mkono. Na Bwana Ruto hataki hilo. Anataka kuweza kuvunja chama cha ODM, waunde muungano jinsi ambavyo yeye na Uhuru Kenyatta waliweza kuvunja vyama vya TNM na URP wakaunda chama cha Jubilee, tukiwa tunaelekea ama tulipokuwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2017. Sasa William Ruto ameona kwamba ni lazima aweze kumtafutia Edwin Sifuna mtu ambaye wataenda kumenyana naye aweze kumtoa kwenye kiti cha useneta wa kaunti ya Nairobi. Na Mr. Ruto ameweza kumsukuma mbunge wa Lang'ata, rafiki yake mwenye anaitwa Jalango, ili kuweza kuhakikisha kwamba atakuja kugombea kiti cha useneta wa kaunti ya Nairobi kumtoa Edwin Sifuna madarakani. Ladies and gentlemen, kabla tujasonga mbele, unahisi Jalango, mbunge wa Lang'ata, anaweza kumtoa madarakani Edwin Sifuna kutoka kwa kiti cha useneta eti kwa sababu amekataa katakata kuruhusu chama cha ODM kushirikiana na Rais William Ruto? Karibu tusonge mbele. Ni baya. Nairobi. Senator. Ni baya. Senator. Hakuna kutoroka. Senator.
Umekwenda katika nomination mheshimiwa wewe na kwa mfano Sifuna katika kiti cha useneta mkitaka nyote tikiti ya ODM. Unajua sana katika nomination mambo ni mawili. Either upate ticket ama usipate ticket. Ushaona ukipata ticket all the best. Ushaona usipopata ticket itakuwa namna gani mheshimiwa? Nisipopata kwa nimeenda wapi? Imeenda wapi? Mwaka mnashindana. Unaweza ipata wewe ama yeye kwa debe wewe. Ushaona? Wewe jua nitakuwa kwa debe. Wewe jua nitakuwa kwa debe. Upate usipate. Nitakuwa kwa debe. Right. Kwa hiyo upate usipate. Wewe nitakuwa kwa debe. So usipate. Usipoipata ya ODM bado utakuwa kwa debe. Wacha nikwambie. Wewe jua. Si nyinyi wapiga kura Nairobi. Ndio. Na hizi ni kura zangu mbili za kwanza. Unajua? Ndio. Utafika pale upate list ya maseneta. Ndio. Nitakuwa pale. Uwe na tiketi ya ODM usiwe na tiketi ya ODM. Mimi nitakuwa na tiketi ya ODM pale kwenye ballot. Ile coalition yenye ODM itakuwa. Unajua? Kama ODM itasimama peke yake, naenda kuwa na hiyo tiketi ya ODM. Okay. Kama ODM itakuwa kwa coalition, hiyo coalition ndio mimi ndio nitakuwa na peperusha hiyo ticket. Okay. Nitamshinda mtu yote pale kwa anaitwa Jalango. Nitamshinda mtu yote pale kwa mchujo. Okay. Naenda kushinda sana, mbali sana, mtu ambaye atanifuata atakuwa mbali sana kwa mchujo. Unajua Jalango ni mbunge wa muhula wa kwanza wa Lang'ata. Na tayari amekwisha ona kwamba hataweza kurudi katika kiti kile kwa sababu tuko na mchekeshaji mwingine kama vile Eric Omondi na yeye ameweza kujitokeza, anataka kuja kugombea hichi kiti cha Lang'ata. Kwa hivyo itakuja kukua ni battle zone. Vile vile tuko na mtoto wa Raila, Winnie Odinga. Tuko na yule mtoto mwingine wa Raila Odinga mwenye anaitwa Raila Odinga Junior. Wanaweza wakaamua mahala popote pa kugombea. Anaweza kagombea Lang'ata, anaweza kagombea Kibra ama sehemu yoyote ile ambayo anataka. Lakini wananchi wamegundua kwamba Jalango anasukumwa na Rais William Ruto ili kumtoa madarakani Edwin Sifuna, kutokana na msimamo ambao Edwin Sifuna ameweza kushikilia kwamba hawezi karuhusu chama cha ODM kuingia kwa serikali. Naomba niweze kukusomea comment 2-3 ambazo wananchi wameweza kuzitoa. Wa kwanza anaitwa Bingwa Brian akasema kwamba ani seat who he will remain standing. Huyu amesema sasa akimtoa ni nani ambaye atasalia akiwa amesimama. Mwingine akasema anaitwa Edwin Kinywa, you can't compare brains with comedy. Brian Kinywa anasema kwamba hauwezi linganisha akili ya Sifuna ambaye ni akili timamu na akili ya Jalango, akili ya mchekeshaji. Kumbuka kwamba once a time Jalango was a comedian. Sasa wanamuita Jalango kwamba yeye ni comedy. Haya. Mwingine mwenye anaitwa John Waweru akasema kwamba exit Lang'ata constituency, he joined TikTok constituency. Huyo amesema kwamba akiondoka Lang'ata itabidi ametafuta constituency yake ambayo inaitwa TikTok. Mwingine akasema kwamba Lang'ata constituency, give us his scorecard please. Huyo akaeleza kwamba tafadhali watu wa Lang'ata, hebu tuambie iwapo bwana Felix Odiwuor Jalango amefanya kazi gani katika eneo la Lang'ata. Sasa naomba nikusomee maoni mawili ya mwisho. Kaka Paul akasema kwamba he it is like housefly now declaring to compete with a bee. Huyo akasema kwamba ni kama nzi anataka kugombana na kubishana na nyuki. Yaani anasema kwamba Jalango ni nzi na nyuki ni nani? Ni Sifuna. Akamweleza kwamba hawezi akashinda Sifuna. Paul Wambo akasema hivi, dead on arrival, Sifuna all the way. Huyo anasema kwamba bwana Jalango hawezi akaenda mbali. Kwa nini unahisi kwamba Jalango amekataliwa? Number 1, wananchi wameona Jalango ni project ya William Ruto na hawataki mtu ambaye ni project. Na nielewa, watu wameweza kugundua kwamba Jalango ni project ya William Ruto kutaka kumuondoa madarakani Edwin Sifuna kwa kukataa katakata
kuruhusu chama cha ODM kuingia kwa serikali. And then that is the reason as to why William anataka kuchukua nafasi ya Raila Odinga aanze kupanga siasa za Nairobi. Number 2, wananchi wameweza kukataa kwamba Jalang'o hawezi akashinda Sifuna. Kwa nini? Wananchi wanaelewa kwamba Sifuna anatetea maslahi ya wananchi, kwamba ODM haiwezi ikaingia kwa serikali bila ya serikali kuweza kumfanyia mwananchi wa kawaida kazi. Kuna 10 point agenda ambazo ODM na UDA waliweza kusaini. Juzi kipindi ambapo Edwin Sifuna alikuwa kwenye televisheni, alisema kwamba hakuna hata agenda moja ambayo imeweza kutimizwa. Akaeleza kwamba haoni sababu ya kusema kwamba ODM iweza kuingia kwa serikali kama serikali haijaweza kutimiza hata zile 10 point agenda. Unanielewa? Kwa hivyo wananchi wanaona kwamba Edwin Sifuna anasimama kuweza kumtetea mwananchi, alafu Jalang'o anasimama kuweza kumtetea William Ruto katika kaunti ya Nairobi. Na mwisho, wananchi ambao ni wale wafuasi sugu wa baba Raila Odinga wanaona Edwin Sifuna anazungumza sauti ya Raila na watafuata sauti ya Raila. Kumbuka kwamba kipindi cha mwisho, mkutano wa mwisho ambao mheshimiwa Raila Odinga aliweza kuandaa Machakos kabla hajaweza kuaga dunia, aliuliza wale ambao wanataka kusapoti William Ruto eti kwamba chama cha ODM kiweza kusapoti William Ruto, aliwaambia kwamba washushe ile mbio ambayo walikuwa nayo, kwa sababu ni nani ambaye aliwaeleza kwamba 2027 ODM haitaweza kumtoa mgombea wa kiti cha uraisi, kitu ambacho Edwin Sifuna anazidi kushikilia kama msimamo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo wale ambao ni mashabiki sugu wa mheshimiwa hayati Raila Odinga wanasema kwamba Edwin Sifuna anawakilisha sauti ya baba, alafu Jalang'o yeye anawakilisha sauti ya William Ruto. Kumbuka kwamba kipindi kimoja Jalang'o alikuwa amemsaliti baba akaingia kwa serikali. Sijui wazo lako ni lipi, lakini hakuna siku ambayo Edwin Sifuna ameweza kumsaliti baba. Sema nasi, kati ya Jalang'o na Edwin Sifuna ni nani ambaye unaona kwamba atakuwa seneta wa kaunti ya Nairobi? Je, Jalang'o atashinda au je Edwin Sifuna atasalia pale pale? Kumbuka kwamba wananchi wameweza kukataa Jalang'o na ishara kwamba wamemkataa William Ruto kwa sababu Jalang'o ni projekti ya William Ruto. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali piga subscription zili kusambaza kanda zetu ili tuendelee ili taarifa hizi ziendelee kuwafikia watu wengi. Tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki.